Habari ndugu msikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano ya ndoa. Mahaba bafuni. Leo nataka niwazungumzie swala la kupeana mahaba mkiwa bafuni. Andaa maji ya kuoga kwa upendo, yafikishe sehemu husika, kisha rudi kwa mumeo. Mpe maneno matamu ya faraja, yakiwa ni maandalizi ya kuoga kwake, kisha muandalie taulo kwa bashasha. Mvarishe mume wako. Nawe mpunguzie mavazi mkeo mwilini mwake. Kisha mvarishe kwa mikono yako kama ni kanga au kamtandio special kwa ajili ya kuoga kwake. Kama nyumba ni ya stara, katu usimwache mkeo atembee kwa miguu yake. Najua wewe una nguvu zaidi yake. Mnyanyue mkeo na mpakate mikononi mwako. Mkielekea wote bafuni. Hamam, bafuni jamani. Kuna raha yake. Mfikako huko, kuwa wa kwanza kuonesha ushirikiano katika kuoga kwenu. Kiondoe kivazi cha mkeo na ukiweke kando. Naye ataondoa cha kwako. Anza kumtupia maji mke wako kwa mikono yako, mkiwa katikati ya mchezo na furaha, kama alivyofanya Mtume kwa wake zake. Kisha naye mkeo atafanya hivyo juu yako. Hiyo ndio iwe hari yenu, na kusuguana kwa mikono yenu ndio uwe utaratibu wenu. Kisha malizapo, anza mume umfute maji mke wako kwa mikono yako, kwa matumizi ya taulo lako katika kona zote za mwili wake. Kisha nawe ufanye hivyo juu ya mume wako. Safari yenu ya kurejea ifanane na ile iliyotokea. Mbusu mke wako na weka mkono wako wa kulia sehemu za nyuma ya magoti ya mke wako, mkabara na mapaja yake, na huku wa kushoto ukiutawanya na kumsambaza katika mgongo wake, huku mdomo wako ukiwa karibu na wakwako na macho yake yakikutazama kwa mahaba usoni mwako. Mfikapo chumbani kwenu, kuwa makini mno kumshusha huyo mke wako, kwani yeye ni zaidi ya malkia wako na ni mgeni rasmi katika furaha yako. Mshushe kwa bashasha na uangalifu, wala usimtupe. Jua yeye ni kama kioo, hakikawii kuvunjika ukitupapo wala ukiwagapo. Mshushe na umweke kitandani kwako au juu ya kiti chako cha chumbani kwako taratibu. Akishafika, nawe jifanye kama umemwangukia. Cheka naye, mtazame kwa mahaba, kisha jitoe kwake kwa polepole. Chukua mafuta yake mke wako na uyasambaze katika viganja vyako, na uyahamishe katika viungo vya mwili wa mke wako. Usiogope aibu yake, kwa hiyo ndiyo hulka na haiba yake. Mfanyie hivyo, hatoacha naye kukufanyia. Kisha chukua mavazi ya mke wako anayostahili kuyaweka mwilini mwake, kuanzia ile ya kwanza mpaka ya mwisho wake. Zikisi nguo za mke wako ziwapo mikononi mwako. Kisha anza kumvarisha mke wako kwa mikono yako. Atafarijika na kusisimka na kufurahika juu yako. Hata kuchukia wala kukunyima upendo wake siku zote. Hayo tunasema mahaba ya bafuni. Basi kwa leo naomba nishie hapo, ila usisahau kusubscribe page yangu uje ujifunze wengine.